Naomba tukae uweponi mwa Bwana. Amen. Amen. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya vipindi ambavyo vimepita na sasa tunaenda tena kujifunza. Amen. Ukiona mwenzio anatafakari, unamgusa kidogo afu unamwambia ajitie nguvu kwa Bwana. Amen. Amen. Lakini kwa sababu hatujashiba nafikiri kutafakari kutapungua kidogo. Amen. Amen. Tunaendelea na somo ambalo tulilianza asubuhi. Roho ya mauti na utendaji wake na utendaji kazi wake na namna ya kuishinda. Na tulisoma kitabu kile cha Hosea mlango ule wa 13. Hosea 13 mstari wa 14 mpaka ule wa 16. Biblia inasema, nitawakomboa na nguvu za kaburi, nitawaokoa na mauti. Ewe mauti, ya wapi mapigo yako? Ewe kaburi, ku wapi kuharibu kwako? Kujuta kutafichwa na macho yangu. Ajapokuwa yeye ni mwenye kuzaa sana kati ya ndugu zake, pepo wa mashariki utakuja, hiyo pumzi ya Bwana itokayo upande wa nyikani, na kijito chake cha maji kitakauka, na chemichemi yake itakaushwa. Yeye atateka nyara hazina za vyombo vyote vipendezavyo. Samaria atachukua hatia yake, kwa maana amemwasi Mungu wake. Wataanguka kwa upanga, watoto wao wachanga watavunjwa vipande vipande, na wanawake wao wenye mimba watatambuliwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Asubuhi tuliona roho ya mauti namna inavyotenda kazi, na nikakwambia kila jambo linalotokea katika mwili huwa linaanzia rohoni. Na tuliona kwamba unaweza ukawa na uhai lakini hauna uzima. Mauti tayari inafanya kazi. Ndio maana Biblia inasema una jina la kuwa hai lakini umekufa. Na tuliona ya kwamba mauti ina athari zake kwenye maisha ya mtu. Inaondoa uwezo wa mtu kwa kuongezeka. Kwenye kila eneo haongezeki. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni roho ya mauti. Kasema roho ya mauti ina nguvu. Kwa hiyo kama ina nguvu, inahitaji nguvu nyingine iliyo ya zaidi ya kwake ili kuweza kuiondoa. Na ndio maana Mungu akatumia nguvu ya mauti ya mwanae mpendwa Yesu Kristo kuondoa roho ya mauti ambayo ililetwa pale kwenye bustani ya Eden kwa Adam kuasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaenda pointi nyingine. Roho ya mauti inatenda kazi sambamba na roho ya uharibifu. Halo. Roho ya mauti inatenda kazi sambamba na roho ya uharibifu au roho ya kaburi. Halo. Roho ya mauti inatenda kazi sambamba na roho ya uharibifu au roho ya kaburi. Ukisoma ile Hosea anasema nitawakomboa na nguvu za kaburi, nitawaokoa na mauti. Kanisa tuko hapo. Nitawakomboa na nguvu za kaburi, nitawaokoa na mauti. Kumbe aliyoko kaburini anahitaji kukombolewa. Kuna mtu ameanza kuelewa tunakokwenda? Naomba usome Isaya 42:22. Isaya 42:22. Isaya sura ya 42 mstari wa 22, nao nasema, lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo wala hapana okoaye, wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha. Amina. Amen. Huyo wa Isaya 42:22 ambaye anasema ametekwa, amenaswa, amekuwa mawindo, hawezi kutoka mwenyewe pasipo mtu mwingine kumkomboa. Ndio maana anasema hapana asemaye
rudisha. Kanisa tupo. Na ndio maana ukisoma Isaya 61, Biblia inasema Roho wa Bwana Mungu ii juu yangu, amenitia mafuta kuwaganga waliovunjika moyo, kuwafungua waliofungwa, kuwahubiria mateka habari za kufunguliwa kwao, kuutangaza mwaka uliokubaliwa na Bwana. Maana yake ni nini? You need anointing ili kuweza kumfungua aliyefungwa. Aliyoko kaburini hawezi kutoka, kaburi limeshafukiwa mpendwa. Anahitaji nguvu nyingine ya kumkomboa huko. Ndio maana Mungu akasema nikatafuta sikuona muombezi. Kuna watu wako makaburini wanahitaji waombezi. Nitawakomboa na nguvu ya nini? Ya kaburi. Roho ya mauti inatenda kazi na roho ya kaburi. Natamani hivi vitu Roho Mtakatifu akufunulie. Unaniambia mwalimu, inakuaje? Mauti ikiingia kwenye maisha yako, vitu vyako huwa vinaharibika. Kuna vitu hatutamanigi kuvisikia, lakini acha niviseme, ndio vitu tutakavyopitia. Leo ukiniona Lydia hapa nilivyo, you appreciate uumbaji wa Bwana. Siku nikiwa sipo, watasema salamu za mwisho. Ukiwekwa kaburini ukikaa siku 3 au wiki, uharibifu unakuwa umefanya kazi mpendwa. Wakija baada ya mwaka, hawawezi kutambua kama hiki kilikuwa, watachua kupitia mafuvu. Hiki ni kichwa, huu ni mkono, huu ni mguu. Mauti inaingia inaondoa roho, alafu kaburi linaharibu mwili. Sio kama kuna mtu anaelewa nakokwenda. Halo. Mauti ikiingia kwenye maisha yako, ile roho mauti inakuvamia. Baada ya yenyewe kuingia, utendaji kazi wake huwa unakuwa manifested na roho ya kaburi, ambao hiyo inaitwa uharibifu. Mwalimu, mbona sielewi? Sikia, katika ulimwengu wa roho, shetani alienda kwa Mungu akamwambia hivi, huyo Ayubu umemzingira kwa ukigo, ndio maana vitu vyake vinastawi. Mungu akamwambia hivi, nenda kampige. Tuko pamoja? Akamwambia nenda fanya ufanyavyo Ayubu. Nani? Shetani. Roho ya mauti ikaingia kwenye malango ya nyumba ya Ayubu. Si kama uliwahi kusoma kitabu cha Ayubu vizuri. Anasema ikawa katika hiyo siku akiwa amekaa, mtu mmoja akaja akamwambia, wachungaji walikuwa wanachunga ng'ombe mahali fulani, sijui upepo wa mashariki ukaja ukawachukua, Wakaldayo sio wakafanya nini, mimi tu nimebaki kukuletea habari. Are you there? Mwingine akaja akasema, sikia Ayubu, watoto wako walikuwa kwenye ile nyumba ya kakao mkubwa, walikuwa wanakula na kunywa na kusherekea, upepo wa kisulisuli ukaja ukaezua, wamekufa wote, nimebaki mimi tu kukuletea habari. Katika ulimwengu wa roho, mauti ilishakuwa pronounced wakati Mungu anaaju na nani? Na shetani. Kanisa tuko pamoja? Katika ulimwengu wa roho, mauti ilishakuwa released. Sasa kilichokuwa kinaenda kumanifest ni uharibifu. Wangapi tunaenda pamoja? Wengi tunashughulika na uharibifu, hatushughuliki na roho ya mauti. Halo. Wengi tunashughulika na uharibifu, hatushughuliki na roho ya mauti. Kwa sababu mauti ikishamuondoa mtu, roho ya uharibifu ambao ndio roho ya kaburi, kazi yake ni kumalizia afanane na udongo. Kwa roho ya mauti inapoachiliwa kwenye maisha yetu wapendwa, ukianza kuona tulikuwa tuna amani kwenye familia, mbona amani imetoweka? Usianze kusema baba rejesha ile amani. Ingia kwenye ulimwengu wa roho. Ewe mauti, wapi kushinda kwako? Ninakunywesha damu ya Yesu, na kunywesha mauti ya Yesu. Halo. Yaani acha kwenda kindazindazi, mtumishi wa Bwana. Wengi tunakata matawi huku juu, hatuendi kwenye shina.
Tuko pamoja? Kuna mtu nimemwacha? Kama nimekuacha unyoshe mkono. Tarudia. Kazi ya mwalimu ni kufundisha. Yaani ni bora nifundishe pointi moja, kongamano liishi. Lakini ukitoka hapo una matokeo. Amen. Wakorintho wa kwanza 15:50-55. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 50 hadi wa 55. Nao unasema, ndugu zangu, nisemayo ni haya, ya kuwa nyama na damu haziwezi kurithi ufalme wa Mungu, wala uharibifu kurithi kutokuharibika. Angalieni, nawaambia ninyi siri, hatutalala sote, lakini sote tutabadilika kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia, na watu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Maana sharti huu uharibikao uvae kutokuharibika, na huo wakufa uvae kutokufa. Basi huu uharibikao utakapovaa kutokuharibika, na huu wakufa utakapovaa kutokufa, hapo ndipo itakapokuwa lile neno liloandikwa, mauti imemezwa kwa kushinda. Kuwapi mauti kushinda kwako? Uwapi mauti uchungu wako? Amina. Amen. Asante sana dada. Nyama na damu haziwezi kurithi ufalme wa Mungu, wala uharibifu kurithi kutokuharibika. Nachotaka uone hapa, anapoongea kwa habari ya nyama na damu, alafu anaongea mambo ya uharibifu, alafu anasema hatutalala wote, tutabadilika kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia, na wafu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu. Wafu ni mtu ambaye roho yake imeondoka, mpendwa. Imeondolewa na nini? Na roho ya mauti. Na ilipoondolewa na roho ya mauti, ikaingia roho ya uharibifu. Ndio maana anasema ya kwamba uharibifu utaondoka tutakapofufuliwa. Maanake ni nini? Ukitambua utendaji kazi wa roho ya mauti kwenye maisha yako, ukashughulika na ule utendaji kazi wa ile roho ya mauti, mauti ikiondoka, mpendwa, uharibifu na wenyewe unaondoka. Halo, uharibifu unaondoka. Natamani ubadilike unavyoomba. Usiende kusema, Mungu niletee wateja kwenye biashara yangu. Baba, katika jina la Yesu napiga roho ya mauti. Kwa sababu nimekuambia, mauti inachokunyang'anya cha kwanza ni ile nguvu ya kuongezeka ambayo imebebwa kwenye baraka. Kanisa tupo. Nimeona mmekuwa kimya, yani mpaka mmenitisha. Wakorintho wa pili 5:1-3. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa kwanza hadi wa 3. Nao unasema, kwa maana twajua ya kuwa nyumba ya maskani yetu iliyo ya dunia hii ikiharibiwa, tunalo jengo litokalo kwa Mungu, nyumba isiyofanywa kwa mikono, iliyo ya milele mbinguni. Maana katika nyumba hii twaugua, tukitamani sana kuvikwa kao letu litokalo mbinguni. Ikiwa tukiisha kuvikwa, hatutaonekana tu uchi. Amina. Amen. Asante. Nyumba ya maskani yetu ambao ni mwili, iliyo ya dunia hii ikiharibiwa, tunalo jengo litokalo kwa Mungu, nyumba isiyofanywa kwa mikono, iliyo na milele ya mbinguni. Halo. Yesu anasema, nilikuja ili wawe na uzima, kisha wawe na utele. Uzima anausema Yesu hapa ni uzima ambao sio wa kawaida. Maanake nini, mpendwa? Ukisha okoka, you are transformed. Mauti haiwi posheni yako. Vile viharibikavyo haviwi fungu letu. Maana sema tutabadilishiwa. Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya zikishuka. Si unaelewa?
Kuna watu wanasema ninaokoka, nasubiria kwenda mbinguni, tutacheza harusi ya mwanakondoo, tukizunguka zunguka kwenye cha enzi, tutaimba hosana. Mpendwa, mbona unaimba hosana umechoka hivyo rafiki yangu? Ninautarajia ule mji udumo, ule ambao miji yake na njia zake ni za dhahabu. Lakini Yesu kwa mbinguni naye anashangaa, anasema kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya zimeshuka. Maana yake ni nini? Alipokuja akaleta uzima, aliondoa mauti kwenye maisha ya watu. Alipoondoa mauti kwenye maisha ya watu, alitaka tuanze kuexperience uzima kwenye kila eneo. Umenielewa? Wale ambao wamempa Yesu maisha yao hawasubiri mpaka uharibikao uondoke ndo wakafurahie maisha. Wanaanza kufurahia maisha bado wakiwa hapa. Na ndio maana wawe na chakula, hawana chakula, wana amani. Wawe na gari, hawana gari, wana furaha. Wawe na watoto, hawana watoto, wanafurahia Bwana. Kwa nini? Hawategemei wingi wa vitu walivyo navyo, wanategemea uzima ule wa Mungu. Sikia, Yesu anasema jilindeni na choyo, maana uzima wa mtu hauko katika wingi wa vitu alivyo navyo. Si unanielewa anachokisema mtumishi? Ukiona bado unaumizwa na mambo ya dunia hii, endelea kuchuchumilia msalaba. Unanielewa kanisa? Kwa sababu sharti uharibikao uondoke. Wanaongea na wanawake, nawaambia sikia, ukiona bado emotions zinakupelekesha, kuna vitu bado hujafikia mpendwa. Si unanielewa? Yaani wewe kikitokea kitu kidogo, umeshapaparika, umeshaenda kupiga ndoo chini, umeshatandika mtoto, umeshapigia mume wako simu, nakwambia huko ulipo utanikoma. Bado mpendwa, endelea kuimba ule mbele nina endelea, ninazidi kutembea, maombi yasikie, Bwana unipandishe. Kwa nini? Paulo anasema nimekufa kwa ajili ya dhambi. Unanielewa? Nimekufa kwa ajili ya nini? Mwalimu, yani wewe hujui, wewe acha tu, kuna mapito yakiletwa kwako. Yaani nakwambia hata wewe mafuta yako yanazo utaweza kupaka. Sikia, kuishi ni Kristo, kufa ni faida. Reach that stage my dear. Ukifika hiyo stage hakuna kitu kitakusumbua wewe. Yaani utasema shetani, sikia neno la Bwana. Yaani kama Mungu ameruhusu niondoke, nitaondoka kwa sababu huko ninakokwenda. Paulo anasema hivi, yaani natamani sana ningeenda kukaa na Yesu kule mbinguni. Kwa sababu kule kunavutia, miji yake ni adhabu mpendwa. Afu anawaambia lakini kukaa na nyie kuna faida zaidi. Niendelee kuwahubiria injili muokoke, mumjue huyu aliyenipa mimi furaha. Kwa hiyo kuna moment inabidi ifike mpendwa, uzima Mungu anawachilia ndani yako hauwezi kuupata popote. Ngoja niwaambie, furaha yako haitoki kwa mume wako wala kwa mke wako. Furaha yako haitoki kwenye mali ulizonazo. Furaha yako haitoki kwenye elimu ulionayo mpendwa. Those are minor things kukupa furaha. Furaha ya Bwana ndiyo nguvu zangu. Furaha ya Bwana. Furaha ya Bwana ndiyo nguvu zangu. Furaha ya Bwana. Nimekula, nitakuwa na furaha. Sijala, nitakuwa na furaha. Baba watoto hajarudi nyumbani, furahi. Ngoja nikuulize, sasa ukinuna atarudi? Akirudi atanitambua? Hayo mambo hayo. Sikia, yuko huko aliko. Nanielewa? Wala hajui kama moyo wako unapita pita.
wala hajui kama umeshakaa hivi unasema akigonga geti, hey, leo atanitambua. Hajui hivyo vitu mpendwa. Sharti huu uharibikao utoke kwenye tabia za kuharibika, uanze kuvaa uzima. Ramashanda rabakoria. Akija anakukuta you enjoy life as if nothing has happened. Wale mnaotegemea kupewa furaha na wake zenu, furaha ya Bwana ndiyo nguvu zangu, furaha ya Bwana. Vua uharibikao. Vua uharibikao mpendwa. Sikia, huwezi kutoa kitu ambacho hauna. Huna furaha, huwezi kuwapa wengine furaha. Wewe unataka upewe furaha saa zote huko hivi. Kama unakufa saa hiyo. Jamani, mimi nataka nikifa niwe nacheka. Halo. Kwani hujawahi kuna zile maiti unakutaga hadi imekaa hivi imekuwa huku mapamba kila mahali, yani wakaika na super glue. Hawana raha. Kuna watu yani anapoingia ule mji mpya anaona mapepo, anaona manini, anamvuta, anamwambia sasa ni motoni, unaenda motoni. Hebu enjoy life baby girl. Enjoy life baby boy. Kwa sababu gani? Furaha ya Bwana ni nguvu zetu. Vua uharibikao, anza kuvaa usioharibika, anza kuenjoy maisha ukiwa hapa duniani. Maana Yesu aliyoko ndani yako amekuja ili tuwe na uzima kisha tuwe nao. Yaani mtoto hata akiangusha tu kikombe, kwanga. Kisa sijavua uharibikao. Kanisa tupo. Paulo anasema sharti uharibikao uvuliwe. Kuna watu wanielewaje mimi naombeaga Mungu, nilishaanzaga kuomba maombi ambayo naomba nikufundishe, kama ukiyapenda wewe omba, utaona mabadiliko. Paulo anasema tulikufa, tukazikwa pamoja naye. Tulikufa kwa habari ya dhambi. Mimi nilimwambia Mungu naomba nife kwa habari ya hisia. Emotion. Unanielewa? Kuna mtu aliniambia, mwalimu, hivi unaongozaje kipindi? Kuna watu maiki wamewasha, kuna wengine wanapika samaki huko wanasema, "Wewe leta samaki hapa." Alafu mwalimu atuoni unakasirika, mwalimu atuoni unawakemea. Nikasema sikia, mambo ya huu uharibikao mimi sitaki kuyaendekeza. Na ukiomba hayo maombi mama, baba, ukiomba hayo maombi, emotions zinakufa. Usiongozwe kumwabudu Mungu kwa hisia. Mwabudu Mungu kwa sababu unamjua. Kwa nini watu wakitoka kwenye semina, kwenye makongamano hawaendelei na wokovu? Walikuwa wanamwabudu Mungu kwa hisia. Walibubujika kwa hisia. Mungu anataka utoke level za hisia, uanze level ya uzima. Haleluya. Namna roho ya mauti inavyoingia kwa watu na kutenda kazi. Jambo la kwanza, kutokutii maagizo ya Mungu tunayopewa na Mungu daily, every day. Naenda speed, nimeona kama muda unakimbia. Kutokutii maagizo wapendwa. Tena sio maagizo ambayo umepewa mara moja, kila siku. Mwanzo 2:16-17. Wale walosema ni speed nimeshaweza kuandika hiyo point. Kichwa cha habari kuandika. Si nilisema asubuhi jamani au? Karabasheke. Kutokutii maagizo. Mwalimu yuko speed. Namna roho ya mauti inavyoingia kwa watu na kutenda kazi. Ngoja nianze kama yule mwalimu wa darasa la kwanza. Namna roho ya mauti, baby mpo, inavyoingia kwa kutenda na kwa watu, tupo na kutenda kazi. Amen. Kutokutii maagizo tunayopewa na Mungu daily. Mungu ana tabia moja. Akikupa maagizo leo ukiyafanyia kazi, ata advance, atakupa maagizo mengine. Kama ambavyo tukifanyaga mitihani, yani ili uingie darasa lingine si lazima ufaulu wapendwa. Ili uingie level nyingine lazima ufaulu. Na Mungu ndio hivyo hivyo.
Mwanzo 2:16-17. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 16 na wa 17, nao unasema, Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akasema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Amina. Amen. Nimekuumba Adamu, nimekuletea na msaidizi wako, ukamfurahia, ukamappreciate. Lakini sharti moja, msile matunda haya. Wakala. Mwanzo 3:9. Mwanzo 3:9 watumishi. Mwanzo 3:9 nayo inasema, Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Amina. Mauti iliingia kwa wao kutokutii. Ile mauti ilipoingia ikawaondoa kwenye nafasi. Halo. Mauti iliingia kwa wao kutokutii. Ikaenda ikaharibu nafasi zao. Adamu uko wapi? Ina maana Mungu alimkosa pale alipozoea kumkuta. Watu wengi wapendwa tunapita. Roho ya mauti imeingia kwetu kwa sababu hatukumtii Mungu. Na ilipoingia ikatutoa kwenye nafasi. Kwa hiyo tuko kwenye nafasi ambazo sio zetu. Kanisa tupo. Mwanzo 3:16-19. Mwanzo 3:16-19 nayo inasema, akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidisha uchungu wako na kuzaa kwako, kwa utungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. Akamwambia Adamu, kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nilikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni. Kwa jasho la uso wako utakula chakula, hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana mavumbi wewe na mavumbini utarudi. Amina. Amen. Fikiria ndugu, huyu mtu alidesigniwa ale bila stress. Wanawake tulitakuwa tukifika leba tuchwa, mtoto ameshatoka. Halo, angalia sasa kimbembe, nenda leba sasa hivi. Wako wanaopiga kunga, wanaopiga vitanda, wanaotukana, wanaoshauti, yani ilimradi neno limemtoka. Ukimwangalia sema huyu atakaa rudi leba kweli? Baada ya mwaka amerudi tena. Uchungu kaachiliwa. Hatukuumbwa kupitia kwenye uchungu. Hizo zote ni uharibifu wa mauti iliyoingia baada ya watu kutokutii. Kanisa tupo. Mimi sijui Mungu amesema na nini na wewe. Lakini ili mauti isitende kazi, funga milango kwa kutii mtumishi. Tuko kanisa. Funga milango kwa kutii. Wengi tumekaribisha mauti kwa kutomtumikia Mungu kama anavyotaka kwenye nafasi tulizowekwa na Mungu. Halo. Ukisoma kitabu cha Kutoka 23:25 hadi 30. Naomba tusome hapo haraka. Kutoka 23:25 mpaka 30 nayo inasema, nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atabarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa katika nchi yako, na hesabu ya siku zako nitaitimiza. Nitatuma utisho wangu utangulie mbele yako, nami nitawafadhaisha watu wote utakaowafikiria, nami nitawafanya hao adui zako wote wakuonyeshe maungo yao. Nami nitapeleka mavu mbele yako, watakao mfukuza Mhivi na Mkanani na Mhiti watoke mbele zako. Sitawafukuza mbele yako katika mwaka mmoja nchi isiyo ukiwa, na wanyama wa bara wakaongezeka kukusumbua. Nitawafukuza kidogo kidogo mbele yako, hata utakapoongezeka wewe na kurithi hiyo nchi. Amina. Amen. Mungu anawaambia ya kwamba
Mtamtumikia Mungu, atabariki chakula. Kuna saa tumemtumikia Mungu kwa ulegevu. Halo. Yaani tunatumika kama vile hatutaki. Mtu basi kapewa kipawa cha kuimba, basi anaringa nacho. Wakati tunakuwa nikiwa bado naimbaga, mimi sio mwimbaji. Sinaona hata nikianzisha wimbo hapa tunawavuruga wanakwaya. Basi kulikuwa kuna dada mmoja, alikuwa na sauti nzuri sana. Lakini alikuwa na kiburi. Yaani ili aimbe ni lazima mkampetipeti. Jamani wewe, njoo basi kuimba. Unajua bila wewe kwaya haimbiki. Halo. Na anasema bila mimi hamwezi kufanya chochote. Wako watu maofisini, anatumika kwa kiburi. Anasema bila mimi ofisi haizi kwenda. Na ngoja nikwambie mtu wa Mungu, ukimletea Mungu kiburi unakatwa. Ukikatwa atainuliwa mwingine mwenye good performance kuliko wewe. Ukiona Mungu amekuamini akakupa nafasi, nyenyekea. Mwambie Mungu, ninaomba unisaidie. Mtamtumikia Mungu wenu, atabariki chakula. Baba, tunakitakasa hiki chakula kwa damu ya Yesu. Tunakataa mapoza, maroho ya magonjwa. Huyo mtu ukimwambia asubuhi mpaka jioni alifanya kazi gani, hamna. Kila mara nawaambiaga watu lazima uwe na to-do list. Wangapi wana to-do list ya kila siku? Naomba tunyoshiane mikono hapa. Si umekuja True Rehoboth? To-do list. Ana mtu ajua to-do list. Yaani kila siku lazima uwe na kazi umeziandika. Hii nitafanya saa fulani, saa fulani. Hata kama umeajiriwa. Kwa nini bosi wako akija anasema ile kazi mbona hujafanya? You don't have to-do list. Kanisa tupo. Yaani una diary. Tukipekwa hiyo diary yako kote ni blank, nyeupe kuanzia Januari hadi Juni. Sasa hivi tunaenda Juni. Ni nyeupe mpendwa. Mali ilipoandikwa ni kikao cha harusi ya aunti. Wakute wenzangu na mie wale ambao hatuko kwenye mfumo wa kuajiriwa rasmi. Wanajipongeza na kuambia, wanasema ukiwa hujaajiriwa una muda wako wa kutosha. Ngoja nikwambie, ambaye hajaajiriwa hanaga muda kabisa. Si unanielewa? Kwa sababu we uliajiriwa mwenzangu, unasegemea watu wengine wakuwazie mwisho wa mwezi upokee mshahara. Wale ambao hatujaajiriwa tunategemea tufanye kazi ili tupokee. Sasa kuna wale mashuaini, mtisamee hilo jina nalipenda, au ngedere au mbweha wadogo wadogo. Mwalimu kwa nini unaongea matusi? Hata Yesu alikuwa anafika mahali anawaambia wewe ni mpumbavu. Yeye anakuambia mimi na relax tu. Analala saa 3. Anaamka saa ngapi wapendwa? Saa 4. Amevaa na lile dera wa mama shikamoo na madera. Amelichomekea huku hivi. Si mnajua wanavyochomekea? Una maono gani mama? Basi amka hata morning declaration. Udeclare kwa ajili ya watoto wako Mungu alokupa. Udeclare kwa ajili ya huyo baba Junior. Amna, ameweka dera lake huku. Mwingine anashinda na kanga yake asubuhi mpaka. Afu akiulizwa anasema mimi nina muda wote. Huna muda wote. Siku zetu hazikawi kwisha. Sioni la kunifurahisha. Hakuna ambacho hakikomi. Usiye na mwisho kaa nami. Ukikaa na yeye ambaye hana mwisho, yeye ambaye hazuiliwi na mauti tena, atakufundisha namna ya kuzihesabu siku zako mpendwa. Kila siku utakaopewa hapa duniani itakuwa ni siku ya thamani. Hutamtumikia Mungu kikawaida. Kama ni waimbaji hutaimba kikawaida. Kama ni wajasiriamali hutafanya ujasiriamali kawaida. Kama ni kulea watoto wako hutalea kikawaida. Kama ni kukaa kwenye hiyo ndoa hutakaa kikawaida. Halo.
Usikubali kupenda below standard. Love your husband. Love your wife. Love your children. Au watoto Mungu aliokupa, amekupa kama we ni mtumishi. Sikia, hata wewe na mimi tulikuwa na baba na mama tunaishi nao. Wengine sasa hivi hawapo. Wengine labda wapo lakini haukai nao. Kama kuna mapenzi ukuwaonyesha, huwezi kuwaonyesha tena. Tumika kwa kiwango ambacho hata siku hayupo utasema I did my homework. Watu wanafikiri kumtumikia Mungu ni kuja kanisani tu na kuimba. Kama wewe ni mama, pika chakula kwa standard ambayo haupo, watoto watakumbuka chakula chako. Ombea watoto wako, baba, ombea watoto wako kwa kiwango ambacho siku haupo watasema nani atatuombea tena. Unanielewa? Wataenda pale kwenye, ngoja nikwambie, anointing nyingine huwa zinashuka baada ya mtu kuondoka. Wataenda pale kwenye kile chumba ulichokuwa unapiga magoti. Watasema hapa mama alikuwa anapigaga magoti anaomba. Hapa baba alikuwa anakaaga anatuombea. Ghafla wakiwa pale wanakutana na upako. Sikia, Yakobo alikokuwa anapita Bethel, Ibrahim alishakufa. Ibrahim alimjengea Mungu madhabahu. Alitii maagizo ya Mungu kwa kiwango cha juu. Kila alipokuwa anakwenda alijenga madhabahu. Kwa hiyo Yakobo alipofika Betheli, malango ya mbinguni yalifunguka. Do your homework. Tumika kama utakufa kesho au leo. Na saa upo watakuja watasema hapa ndio mama alikuwa anaendaga. Wakiona rise again wasema mama yetu alikuwa akosagi ya rise again. Baba alikuwa akosagi na mimi naenda. Umemwombea sana, unasema huyu abadiliki. Nakwambia atakuja na ataokokea hapo. Kwa nini? Ulitumika kwa kiwango kisicho cha kawaida na mauti ikafungiwa milango, haiwezi kuingia tena. Singu anapiga story na nani rafiki zangu. Nikamwambia sasa hivi watu tunaona vitu vyetu vinachukuliwa, tumekaa tu. Halo. Sara njoo. Dada Agnes Msangi, Cosmas, Aristi anasinzia njoo. Dada Witness. Huyu hapa ni Sara. Sara kaa hapo mbele. Aristi kaa nyuma. Seme Sara, huyu ni mtoto wa Aristi. Ni mtoto wa Sara, sorry. Huyu ni mume wa Sara. Huyu hapa ni biashara ya Sara. Huyu hapa tuseme nini hapa? Kazi ya Sara. Halo. Dada Glory. Sara, hebu sinzia kidogo basi best. Dada Glory njoo. Chukua huyu baba hapa, nenda naye. Huyo ndio tunaitaga wamechepuka. Lakini da Glory una tabia hiyo kwa jina la Yesu. Aya, mweke kule bench kabisa. Aya, Sara hayupo tena, baba nani hayupo, Junior ameondoka. Unatake action gani Sara? Negative. Atajijua mwenyewe. Kwanza nina kazi. Hebu geuka nyuma. Kwanza nina watoto wangu bwana. Hebu chukua maiki hapo. Atajijua mwenyewe, na hela yangu, na uwezo wa kulea watoto wangu. Kwanza na biashara. Shauri yake. Shauri yake. Njoo dada Glory. Mchepuko ache huko. Wewe yani umeshapotezwa. Anza kuchukua mtoto. Si amesema na watoto wake? Alishanizalisha, kwani kuna shida gani? Ameniachia watoto wangu. Kuna shida? Nenda na wewe mtoto hapo. Yaani wewe mtoto ni anaenda kufanya mambo yasiyofaa sasa.
Sara unafanya nini baby? Amerisi tabia za babake, atajijua mwenyewe. Amerisi tabia za babake. Kule kwetu amnaga hayo mambo kabisa. Ukiangalia ukoo ni ule wa babake. Watajijua wenyewe. After all na nini? Mwache aende, vikimshinda atarudi. Atarudi. Njoo dada Glory. Chukua hiyo kazi. Si bado anaendaga kazini nenda na hiyo kazi yake. Kuanzia leo wewe sio mfanyakazi wa hii kampuni. Sasa sijui hapa nitafanyaje. Ila sio mbaya, nimesoma na vyeti, CV zangu ziko vizuri. Kazi sio shirika hili tu, nitapata kwingine. Kazi sio shirika hili, nitapata kwingine. Hiyo ni kazi. Kwanza nina biashara yangu, ile biashara nilikuwa naifanyaga part time, sasa naenda. Njoo dada Glory, chukua na ile biashara yake ya part time. Sara, kinafuatia kitu gani? Hujaokoka yaani umeokoka lakini uko partial. Sasa. Halo rafiki, nampigia rafiki yangu sasa. Lydia. I say, yani biashara yangu ina shida hapa. Nilikuwa nauliza hivi, wakati unatafuta mkopo CRDB ulitumia njia gani vile? Nataka nichukue mkopo nianze biashara tena. Si una nyumba? Imesajiliwa hati? Ina hati. Hiyo rahisi kabisa. Mbona mimi na rafiki yangu kule CRDB benki tutakupitishia tu mkopo faster. Unaweza kuileta kesho? Sawa, nitaileta kesho. Kailete basi. Namuomba CRDB mmoja hapo, njoo. Colin. Nani? Innocent. Chukua hati. Haya, ondoka nayo. Biashara inakufa. Halo Lydia. Yaani hapa naona sijui nimelogwa. Yaani biashara hii kila anachofanya akiendi, kila kitu kimekufa. Kwanza nimeibiwa, ile deni siwezi tena kulipa. Sasa nilikuwa nafikiria hivi, siwezi kwenda kukopa na maendeleo, niweke ile nyumba nyingine. Una nyumba nyingine? Nina nyumba nyingine, nichukue maendeleo tulipe hiyo faster. Maendeleo kwanza wanaga vinani vizuizi, tunaenda tu tunachukua. You can see the chain. Umeona? Huyu alianza kulegea kwenye utumishi wa ndoa yake. Alipolegea kwenye utumishi, anaomba ukakae. Alipolegea kwenye utumishi wa ndoa yake, backbone yake, uti wake wa mgongo, si nina watoto, si nina kazi, si nina biashara. Watoto wakaondoka. Kwa nini? Kumtumikia Mungu, it is not only about preaching, it is not only about your business. Utumishi wetu unaanzia nyumbani. Tukishindwa kutumika vizuri nyumbani, mauti itaingia. Na mauti ikianzia nyumbani, itatoka, itaenda kwa watoto, itaenda kwenye kazi, itaenda kwenye kila eneo la maisha yako. Anasema mtamtumikia Mungu, atabariki chakula na maji yenu, na hapa atakuwa na magonjwa. Sasa huyu dada si ameshachukua mikopo mabenki mawili? Na vikoba tena, umesahau? Na vikoba. Sikia, mtamtumikia Mungu wenu, atakibariki chakula na maji yenu, hapata kuwa na ugonjwa. Ukilegea kwenye eneo moja, mpendwa, laana inaanza kuingia. Ikiingia, hata kile chakula unachokula huwa hakiwi digested mwilini. Kinakuwa digested vipi? Una mawazo, mpendwa. Kanisa tupo. Mtumikie Mungu kwa uaminifu. Penda watoto wako kwa uaminifu. Penda ndugu zako kwa uaminifu. Penda waliokuzunguka kwa uaminifu. Time is coming, hautapata muda wa kuwapenda. Usikaribishe mauti kwa kulegea. Tena Biblia inasema msilegee. Usilegee. Acha Mungu akukute ukiwa unaifanya kazi yake. Mama yetu alikuwa anatupelekeshaga kwa hata kufanya kazi. Tuna mama ambaye ni mchapakazi, hujawahi kuona. Unabebeshwa mzigo huo. Wangapi walibebaga kuni? Kumbe tuko wengi, nikiongea lugha inaeleweka. Majani ya ng'ombe. Unaenda unakata majani.
afu anakuongezea. Ukibeba shingo inauma. Mimi nilikuwa naliaga. Aika alikuwa ali. Mimi nilikuwa nalia. Mama anasema hebu lione. Nani alikwambia unakufa kwa kufanya kazi? Wangapi walikufa hapa kwa kufanya kazi? Yaani mama ndio biti la mama hilo. Ni nani alisema unakufa kwa kufanya kazi? Hebu tembea mbele huko. Tena usinipotezee muda. Halo. Halo. Hakuna aliyekufa kwa kumtumikia Mungu kwa bidii. Hakuna aliyekufa kwa kuwapenda watu kwa bidii. Hakuna aliyekufa kwa kujitoa kwa bidii. Tena msichoke kutenda mema, maana mtavuna kwa wakati wake msipozimia moyo. Roho ya mauti inaweza kuzimwa na nguvu ya upendo na nguvu ya kutumika ambayo Mungu anaiachilia kwetu. Ninakusihi katika jina la Yesu, inuka tena. Kama kuna upendo wa mwanzo ulikuwa umepoa, Mungu auishe tena. Wale ambao ulikuwa usalimiani nao, anza kusalimia nao. Wale ambao ulikuwa wamekuumiza ukaacha kuwasamehe, wasamehe, chaunga mbele. Tamtumikia Mungu. Kwa nini mauti zinaingia kwenye maisha yetu? Kuna saa tunataka tupite kwenye njia za haraka. Unaelewa? Unataka njia ya haraka, vitu vya haraka, kufika kule Mungu alikokuonyesha. Tunapotaka vitu vya haraka, lazima mauti itaingia kwenye malango yetu, wapendwa. Naomba tusome Kutoka 13:17 hadi 18. Kutoka sura ya 13 mstari wa 17 hadi wa 18. Nao unasema, ilikuwa hapo Farao alipokwisha kuwaacha watu hao waende zao, Mungu hakuwaongoza kwa njia ya nchi ya Wafilisti, ijapokuwa ilikuwa ni ya karibu. Maana Mungu alisema wasije wakagairi watu hawa hapo watakapokutana na vita na kurudi Misri. Lakini Mungu akawazungusha hao watu kwa njia ya bara kando ya bahari ya Shamu. Wana wa Israeli wakakwea kutoka nchi ya Misri hali wamevaa silaha. Amen. Amen. Sikia mpendwa. Walipotoka Misri, walitoka kwa shangwe na vigelegele, huku Farao na watu wake wakiwa wamefiwa na wazaliwa wa kwanza. Lakini Biblia inasema Mungu hakuwaongoza kwa njia ya Wafilisti, ijapokuwa ilikuwa ni ya karibu. Kwa nini? Wasije wakagairi watu hawa hapo watakapokutana na vita na kurudi Misri. Kwa nini Mungu anakupitisha kwenye njia ndefu? Anajua mbele yako kuna Wafilisti, mpendwa. Lakini tumeng'ang'ania njia fupi, na hizo njia zikaleta mauti. Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini hiyo njia ni njia ya upotevuni. Mungu anakuambia anza biashara yako kwa mtaji huo mdogo ulionao, ni wa 100,000, 200,000, 500,000, milioni. Halo. Unaenda kwa sababu alishakupa maono. By the way, unaona picha ya mwisho tokea mwanzo. Badala ya kuanza na kile ulichonacho, unaenda unasema, hivi wapi wanachukuaga mikopo? Sara ametuambia hapo. Mahali fulani. Biashara una uzoefu nayo. Halo. Huna uzoefu nayo. Mimi nataka nifungue bakery. Hujawahi kukanda hata maandazi ukawauzia kule mtaani kwenu. Lakini kwa sababu umeenda kwa mtu ambaye ulisikia amefanikiwa, au kwa wale motivational speaker. Halo, wangapi wamewahi kusikiliza motivational speaker? Yaani motivational speaker wanakuspikia, lakini wao hawanaga hata hiyo biashara. Uliwahi kuona maprofesa wa chuo kikuu? Mtanisamee kina Getu. Kuna profesa anaitwa profesa wa business school. Anawaambia kijana, ukitoka hapo usiende kuajiriwa. Kijana, jiajiri. Profesa, una biashara ngapi ambazo uliwahi kufanya ambazo sasa you can prove? Anakuambia, mimi nikiamua sasa hivi nafanya na itafanikiwa. Nenda kawaulize ambao waliwahi kulima hadi matikiti yaka.
yakakosa soko. Waliofunguaga kina supermarket kina Edna, unapigwa unaanguka, afu baadaye ukinakuja kujitambua unasema hapo upate neema ya Mungu ya ile Ayubu 22:29, wajapokuangusha utasema kuna kuinuka tena. Lakini wengine hawapati hiyo neema. Zile zamani za ujinga tulienda katika ujinga. Mungu anapokuambia anza na mtaji huo mdogo, Mungu anataka akufundishe mpendwa. Mungu anawapa watu utumishi. Wako vijana hapa, Mungu anakuonyesha huduma. Leo ukiona huduma kama kina Mwalimu Mwakasege, unataka na wewe ujaze Anatokea mtu anakuambia tunaendaga kuzimu. Unanielewa? Tukienda ukiweka hivi mkono shwa, wote wanaanguka. Mpendwa, utajaza kanisa kwa mwaka mmoja, lakini likianza kuanguka litaanguka vya kutosha. Ufalme wa Mungu unaenda kidogo kidogo. Biblia inasema hata kwenye Kutoka 23, sitawafukuza kwa wakati mmoja, nitawafukuza kidogo kidogo, ili maruti isikae kwenye maisha yako. Ogopa vitu vya haraka haraka mpendwa. Hata biashara inaokuja kwako, mtu anakuambia ili dili, ukiweka milioni utapata milioni 2, kimbia kama una akili nzuri. Mimi tumekuwa tunawashauri watu. Edna rafiki yangu atakuwa anajua una wote mliokuwa na sheria. Mteja anakuja kwako, anakuletea mkataba, anakopa milioni 10, anaambiwa alipa milioni 15. Mwanasheria, mimi ninachohitaji ni muhuri tu. Mimi namwambia utalipaje mkopo kwa asilimia zote hizo? 15 million, it's more than 75% riba. Mteja mimi anakuambia mwanasheria, mimi nahitaji muhuri wako tu, kama uhitaji nitaenda kutafuta kwingine. Ukimkuta mwanasheria ambaye hajaokoka, asema shida iko wapi? Kwenye hiyo milioni 15 unanipa milioni 1.5. Anangweche anakugongea muhuri. Mpendwa, ile hela unaipata, utailipa kwa miaka ya kutosha. Umetaka kitu cha haraka. Hatua moja zaidi, Mwokozi nipe hatua moja zaidi. Kwenye ndoa yangu nipe hatua hiyo, hatua moja zaidi. Mwokozi nipe hatua moja zaidi. Kwenye biashara yangu nipe hatua Bwana, naomba hiyo hatua moja zaidi. Mwokozi nipe hatua moja zaidi. Usiombe hatua 10 kabla hujapewa hatua moja. Mungu anajua kwa nini anakupeleka hatua kwa hatua. Wakati ninaugua, nimejifunza vitu vingi, msinikasirikie nikiwa natoa hizi shuhuda. Mungu alinifundisha kitu kwenye zile drips ambazo tunawekewa. Kwa ukienda Muhimbili una drip 5. Za 3 za dawa na 2 za maji. Kuna drip moja ilikuwa ikiwekwa inakaa masaa 3 hadi 4. Inaenda yani inaenda step ndogo sana. Wakiongeza kitone tu, unasikia kama ubongo unataka kutoka. Unasikia kama moyo unashake. Sasa siku nikapiga kelele. Wakasema mkimbilieni huyo. Kubali kupita kwenye mchakato. Wafilisti walioko mbele yako wanaweza wakakuondoa. Hapa tutafanya dili, wekeni saini zenu hapa. Hii nchi ni ya kula Bwana. Na wapendwa wamesaini dili. Unajua kabisa kuna mtu anaenda kuuawa, unasaini dili. Haitaisha na wewe.
itaenda kwa uzao wako. Roho ya mauti haifagi na yule aliyeanzisha. Anaweza kaondoka na itaendelea kizazi cha 3 hata cha 4 cha wamchukizao Bwana. Ogopa vitu vya haraka. Mama, unaona mume wako analeta vitu vya haraka, muulize baby, hivyo vitu ni wapi umepata? Baba, unaona mke wako anakuja, leo alikuwa yuko kawaida, kesho anakuja amevaa kitu cha milioni 10 mkichwani. Si unanielewa? Muulize. Kwa sababu kuna mauti inatengenezwa. Najaribu kuambia kwa habari namna mauti inavyoingia kwa watu, kupenda kutokupita kwenye mchakato. Mungu anasema sitawaondoa hao Nefili mbele yenu haraka, nitawatoa kidogo 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 kidogo. Kama ambavyo drip ile inaenda kidogo kidogo, wataondoka mpendwa, wataondoka mpendwa. Oh, kuna watu hapa umeugua muda mrefu, unasema mimi nataka uponyaji wa chapu. Ndio, Mungu anaweza kukupa kwa sababu hata Lazaro alifufuliwa chapu. Lakini kuna wengine mnapita kwenye process ili siku Mungu atakapokuja ajitolee utukufu. Endelea kumwamini Mungu. Oh, ninataka mafuta sijui yamefanyeje. Unajua yalikotoka? Sisemi mafuta yote ni mabaya. Ogopa mahali ambako jina la Bwana halitajwi. Ogopa mahali ambako mtumishi anatukuzwa kuliko Yesu. Narudia, hata kama ni mimi Lydia nahubiri, ninajitukuza kuliko Yesu. Kataa hiyo injili. Unanielewa mpendwa? Andika hiki kitabu cha Samuel wa kwanza 15:17-22. Utaenda kusoma mpendwa. Au nitaielezea. Kutoka Samuel wa kwanza 15:17-22 ni habari ya Sauli. Sauli anaenda kupigana na ni Wafilisti, Amaleki. Anaambiwa Sauli, hakikisha umeangamiza kila kitu. Alo, kuna kumtumikia Mungu anavyotaka yeye na kuna kumtumikia Mungu ninavyotaka mimi. Alo, Mungu anakuambia Lydia, hii sadaka ya yule yatima mpelekee leo, maana anakaribia kufukuzwa shule. Unasema nitapeleka Bwana wiki ijayo. Unamtumikia Mungu kwa staili unaoitaka wewe. Haumtumiki Mungu kwa staili anaoitaka yeye. Sauli kaangamize, yeye alipofika kule akawaacha. Akamchukua yule Amaleki. Agagi mfalme, ili aje aitambe. Jamani, mnaona? Wewe ulitutesa sana, leo uko mbele yetu. Kachukua na kondoo wazuri. Sio kila king'acho ni dhahabu. Vingine ni mapepo yamevaa sura ya dhahabu. Mungu anamwambia Sauli, kutii ni bora kuliko sadaka. Tumemtumikia Mungu kwa staili gani watumishi wa Mungu? Alo. Mungu anakuambia leo asubuhi, nyanyuka nenda hospitali fulani kamwombee mgonjwa fulani. Bwana, kwanza tumemaliza tu mfungo wa 90 days. Leo Mungu unataka tena niende nitaenda wiki ijayo. Kumbe kuna mgonjwa alitakuwa muongeze sala ya toba afi. Alo, tusimtumikie Mungu kwa staili tunaotaka sisi. Tuombe Mungu atusaidie kanisa. Tumtumikie Mungu kwa staili anayoitaka yeye. Naomba usimame umwambie Bwana maneno yafuatayo. Naomba tusimame. Rikaraboshekerebobosika. Nyosha mikono yako juu, mtu wa Mungu. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya neno lako. Mungu wangu, nimetambua kuna mauti inayoingia kwenye maisha yangu kwa sababu ya namna nilivyokutumikia, kwa sababu ya kukosa utii. Leo hii kwenye kongamano hili ninaomba Bwana unisaidie, uyatie macho yangu nuru. Unaposema nami nione kama unavyotaka nione. Unaponisikizisha sauti yako nisikie
kama unavyotaka nisikie. Mungu wangu, miguu yangu ifungie utayari ili niweze kutembea katika hatua zako, kwa jina la Yesu, amen. Amba ukae. Andika Samueli wa pili 12 mstari ule wa 9 mpaka ule mstari wa 12. Sitasoma, nitaielezea. Daudi hakwenda vitani, akazini na mke wa Uria. Naongea namna mauti inavyosimama, inavyoingia kwenye familia au kwenye maisha yetu. Halo. Akaenda akazini, alipozini akaua mume wa mtu, akachukua mke. Mungu akamtuma nabii Nathan akamwambia, kamwambie Daudi, kwa yale aliyoyafanya upanga hautaondoka nyumbani kwake. Maana yake ni nini? Anamwambia, kwa kile ulichokifanya nilikuagiza utumike, uende vitani, Daudi ukabaki nyumbani. Dhambi ikakaa kwenye malango yako ukaifanya. Kuanzia sasa hivi mauti haitaondoka nyumbani kwako. Kanisa tupo. Mauti haitaondoka. Watoto wakaanza kufanyiana walivyofanyiana. Wale wa 90 days mnakumbuka tulikopita. Pointi nyingine, roho ya mauti. Kumbuka tunajifunza namna roho ya mauti inavyotenda kazi, inavyoingia kwa watu. Pointi ya kwanza ni kwamba hatujatii au tunatenda vile tunavyotakasie. Lakini pointi ya pili, roho ya mauti hutumia nyenzo ili kutokea kwa mtu au kwa watu. Kwenye brackets nimeandika kwa Kiingereza manifestation of spirit of death. Ni kwa namna gani inakuwa manifested kwa watu? Pointi ya kwanza, upepo. Halo. Naomba usikize kwa makini. Sasa hivi ndo tuko kwenye somo lenyewe. Roho ya mauti hutumia kitendea kazi, basi nisiseme nyenzo. Hutumia kitendea kazi ili kutokea kwa mtu. Na kitendea kazi hicho, kuna kitendea kazi kinaitwa upepo au pumzi. Mwanzo 2:7, Mwanzo mlango wa 2 mstari ule wa 7, neno linasema Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Halo. Pumzi ya uhai. Pumzi ni upepo. Tunatofautiana tu aina za nini? Za upepo. Lakini pumzi ni upepo. Na hiyo pumzi ikiondoka ndio mtu anakuwa hayupo. Tuko pamoja kanisa? Sasa ili mtu aishi alipuliziwa upepo au pumzi kutoka kwa Mungu. Na huyu mtu anaishi kwa kutumia hiyo pumzi mpaka mwisho wa maisha yake. Mauti inasimama pale ambapo pumzi imemtoka mtu. Mauti ya kiroho inaweza kutumia upepo ili kuleta mauti kwenye maisha ya mtu. Halo. Hosea 13:15, naomba tusome Sara. Hosea 13:15. Hosea 13:15. Hosea sura ya 13 mstari wa 15, nao nasema, ajapokuwa yeye ni mwenye kuzaa sana kati ya ndugu zake, upepo wa mashariki utakuja, hiyo pumzi ya Bwana itokayo upande wa nyikani, na kijito chake cha maji kitakauka, na chemchemi yake itakaushwa. Yeye atateka nyara hazina ya vyombo vyote vipendezavyo. Amina. Amen. Ajapokuwa yeye ni mwenye kuzaa, ijapokuwa ulikuwa ni mtu wa kuongezeka sana, anasema upepo wa mashariki
utakuja. Na huu upepo unakuja sio wa shetani, anasema hiyo pumzi ya nani? Ya Bwana. Na kijito cha maji kitakauka. Tunaposhindwa kumtii Mungu, tukaenda tunavyotaka, Mungu mwenyewe anaachilia upepo. Anasema kijito cha maji kitakauka. Unashangaa faida uioni tena, mtumishi. Mungu mwenyewe anaachilia pumzi yake. Niliwaambia kwenye ndoa, unampa mume wako au mke wako nafasi ya kwanza kabla ya Mungu. Mungu mwenyewe anapuliza. Hicho kimeshaingia. Si unaelewa anachokisema? Yaani analetwa na upepo. Nataka uone nyenzo ya upepo inavyoleta mauti kwenye maisha ya watu. Nienda kasome kitabu cha Ayubu. Anasema ule upepo wa mashariki ukaenzua ile nyumba, watoto wakafa. Hiyo ni nyenzo inayoleta mauti. Kwani hujawahi kusikia kuna upepo wa mbisho? Hujawahi kusikia kuna upepo unaitwa tufani? Hujawahi kusikia kuna upepo unaitwa nini? Kisulisuli. Kuna upepo mmoja unatokea ndio kimbunga Unaona udongo unarushwa. Ni vitu ambavyo havionekani lakini ni mauti hizo. Wewe unashangaa tu kimbunga kimeacha kote huko kinaenda kwenye frame yako. Bati hiyo inaondoka. Vitu vinaondoka. Anza kutazama vitu kiroho. Kanisa tupo. Ayubu 1:18 hadi 19. Inafikiri ndio nilikuwa naongea kwa habari ya upepo. Nisirudie. Naomba tusome Marko 4. Hii hapa mistari ni mingi kidogo lakini nitaielezea. Marko 4:35-41. Ni mistari 6. Hebu isome Sara. Marko sura ya 4 mstari wa 35 hadi 41 nao unasema, siku ile kulipokuwa jioni akawaambia, na tuvuke mpaka ng'ambo. Wakauacha mkutano, wakamchukua vile vile alivyo katika chombo, na vyombo vingine vilikuwako pamoja naye. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakakipiga chombo hata kikaanza kujaa maji. Naye mwenyewe alikuwako katika shetri, amelala juu ya mto. Wakamwamsha wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? Akaamka akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza utulie. Upepo ukakoma, kukawa shwari kuu. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga? Hamna imani bado? Wakaingiwa na hofu kuu, wakaambiana, ni nani huyu basi hata upepo na bahari humtii? Amina. Amen. Yesu katika huduma yake anasema leo ninataka nikamfungue mtu. Kasome Marko 5, yule kichawa wa Gerasi. Kwenye Marko anapopanga tu safari upepo unainuka, mpendwa. Usishangae napanga kwenda Rise Again. Ghafla unashangaa una mgonjwa huku. Ghafla unashangaa sijui dada kaondoka wa kazi. Sijui unashangaa huku kazini umepewa. Yaani upepo tu kila mahali upepo. Si mnasemaga upepo mbaya umepita. Uliwahi kuchunguza upepo mbaya ni nini? Huo upepo mbaya, it's tangible thing in spiritual realm. You need to deal with it. Yesu anapanga kwenda kumfungua mtu, alafu yale mapepo kule. Ngoja, upepo unaitwa upepo. Sasa si uniteje kwa Kiingereza? Demon spirits wanaitwa mapepo. Unaelewa ninachokisema? Yaani unaitwa upepo, hali ya hewa inayopita ni upepo. Na yale maroho ya kuzimu yanotenda kazi ndani ya watu yanaitwa mapepo. Nani amenielewa? Mapepo yamemshika kichawa wa Gerasi kule. Yanaulizwa kwani nyinyi kina nani? Sema sisi ni jeshi, legion. Hayo mapepo yaliposense kitu kwenye ulimwengu wa roho kwamba kuna mtu anakuja kufunguliwa hapa aanze kutumika, yalienda kupiga bahari. Yalipopiga bahari yalikuwa yanamtafuta yule ambaye anatakiwa kuleta mapinduzi.
Vitu vinavyoharibika kwako sio kwa sababu unapenda. Yako mapepo katika ulimwengu wa roho yanatumia upepo ambao ni physical, na we unaona ni kitu cha kawaida, unasema nimezoea hasara. No baby, hujazoea hasara. Anza kudili na mapepo yanautumia upepo kama nyenzo ya kuharibu vitu vyako. Ingia katika ulimwengu wa roho. Enyi upepo wa mashariki, kwa jina la Yesu na waharibu. Back to sender in the mighty name of Jesus. Unakaa. Yaani mtu anakuahirishia kongamano, hana sababu ya msingi. Unamwangalia unasema Mungu wangu ametoa na 150. Ametoa na sadaka yake. Unasikiliza unasema Mungu. Mapepo yanaenda yanafanya tu, yanaenda analeta homa kwa mtu. Usiwe mrahisi ku give up. Narudia na kanisa, never give up easily. We are more than conquerors. Ng'ang'ana mpaka tone la mwisho. Usikubali vitu vyako vinaondoka tu ka upepo kana unakubali. Usikubali kanisa. Upepo lazima uje. Na upepo ukija tunaukemea kama Yesu alivyoukemea. Upepo nyamaza, safari ya kwenda ng'ambo ya mto inaendelea. Kanisa tupo. Usikubali kupotezewa muda na mapepo. Kichaa. Marko 5:1. Marko 5:1. Marko 5:1 nayo inasema, wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Wagerasi. Niendelee. Endelea mpaka mstari ule wa 4. Marko 5:1 hadi 4 nayo nasema, wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Wagerasi, na alipokwisha kushuka chomboni, mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini, mwenye pepo mchafu. Makao yake yalikuwa pale makaburini, wala hakuna mtu yeyote aliyeweza kumfunga tena hata kwa minyororo, kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo, akikata ile minyororo na kuzivunja zile pingu, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu ya kumshinda. Amina. Amen. Asante. Kwenye Marko 4 Yesu anasema twendeni. Upepo unasababishwa na mapepo. Tuko pamoja? Anapokemea upepo, anapofika kwenye Marko 5 anakutana na kichaa aliyekaa makaburini kwa muda mrefu. Kumbuka nilikwambia roho ya mauti inavyotenda kazi. Roho ya mauti inaanza kuua kwanza roho yako, alafu roho ya kaburi ina take place. Huyu kaka alishughulikiwa roho yake, alafu akapelekwa kukaa kaburini. It is not a coincidence kichaa akae kaburini. Unaelewa? Wale mnaokutana na vichaa makaburini, it is not just a coincidence kwamba huyu sasa amechanganyikiwa anaenda kukaa makaburini. Roho ya mauti ikisha tenda kazi na mtupa kwenye makaburi. Maana yake ni nini? Ukisha kufa uharibifu unaendelea. Alipokuwa anakaa pale makaburini, hamna kitu chake kinachoweza kufufuka. Mpendwa, usikubali roho ya mauti ikakuangamiza, alafu na roho ya uharibifu ikiteki place ukakaa kama asubuhi nilivyokuwa nimekaa pale chini. Lazima ufike mahali ujiambie ninainuka tena. Ninainuka tena. Kazi yangu itainuka tena. Watoto wangu watainuka tena. Kuwa pia kaburi nguvu zako. Kichaa alikuwa makaburini. Kanisa tupo kanisa, kwa sababu anasema makao yake yalikuwa pale makaburini, wala hakuna mtu yeyote aliyeweza kumfunga tena hata kwa minyororo. Kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo, akaikata ile minyororo na kuzivunja zile pingu, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Nilikwambia asubuhi, aliyoko kaburini hajikomboi mwenyewe.
anahitaji mwingine mwenye nguvu kuliko nguvu ya kaburi na kumtoa pale alipozikwa. Alo. Tupo kanisa? Hakuna aliyekuwa anaweza kumfunga. Kwa nini? Alikuwa kaburini tayari. Anahitajika mwenye nguvu zaidi yake ili amfungue, ili mauti iondoke. Unahitaji kuondoa vikwazo. Vikwazo ni vipi? Watu hawaamini. Wengi hawaamini kwamba kuna roho ya mauti inatenda kazi. Na pia wanaweza wakasema ipo, ndio. Hawaamini kwamba wanaweza kufunguliwa. Mwalimu unatoa wapi? Martha anamwambiaje Yesu? Yesu anamwambia ndugu yako atafufuka. Martha anamwambia najua ya kuwa atafufuka katika ufufuo wa siku ya mwisho. Tunapokaa hapa tunakwambia unaenda kufufuka tena. Acha kusema sijui itakuwa kwaje. Ninajua nilishajaribu watumishi wengi. Acha hizo bwana. Kuna vitu vinaenda kufufuka. Wewe badilisha moyo wako, pokea hilo neno ya kwamba nikitoka hapa kuna kitu kinaenda kufufuka. Ukisoma Yohana 11:21 mpaka ile 27 tuliosoma, Yesu akamwambia mstari ule wa 25. Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yesu ni ufufuo na uzima. Kuna saa unabidi umwite Yesu kama ufufuo na uzima. Ufufuo na uzima ni jina la Yesu. Kuna mtu amenielewa? Umenielewa nachosema? Kwenye vitu vilivyokufa hatumwiti Yesu kama Mwokozi. Hatumwiti Yesu kama Bwana. Tunamwita Yesu kama ufufuo na uzima. Baba, katika jina la Yesu ninamwita ufufuo na uzima aje kwenye biashara yangu iliyokufa. Umepata kitu? Yesu anasema mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Una njaa, umepungukiwa chakula, usimwite Yesu kama Bwana. Yesu anasema mimi ni chakula cha uzima. Mwite kama chakula. Tupo pamoja kanisa? Unaposhindwa kuamini, unamfanya Yesu ahuzunike. Unaona hapa kwenye Yohana 11, Yesu analia. Kwa nini alilia? Mstari wa 35. Yesu akalia machozi. Kwenye Kiingereza nasema Jesus wept. Hasemi Jesus cried. Wept ni tofauti na yani alikuwa anagugumia, anaomboleza. Kwa nini alikuwa anaomboleza? Sikia, wale wanasema, wale walikuwa wanampetipeti Martha na Mariam, wanamwambia usijali, alimpenda sana ndio maana analia. Yesu anasema hawa ni mandazi kweli. Yaani mimi nataka waniamini tu nifanye muujiza. Anaona imani yao iko mbali. Anatamani ainuke mtu mmoja aseme, Yesu tunaamini kwamba unaweza kumfufua Lazaro. Lakini ugumu wa mioyo yao unamfanya Yesu aingie tena gharama ya kuanza kulia. Mpendwa, Yesu amelia mara ngapi kwa kutokuamini kwako ya kwamba hivyo vitu vitaenda kubadilika na kutokea tena, utainuka tena kwa ushindi? Yesu amelia mara ngapi? Kanisa tupo. Yesu anahuzunika, anagugumia. Kwa nini Martha aniamini? Kwa nini Jeni aamini ninachokisema? Natamani aamini. Ngoja nikwambie, miujiza mingi iliyotokea kwenye Biblia sio kwa sababu waliomba, kwa sababu waliamini. Yesu anawaambia nenda, imani yako imekuponya. Biblia inasema alipoiona hiyo imani yao,
Alipoiona hiyo imani yao, wale watu ambao walikuwa wamebeba yule mgonjwa wakaona hamna nafasi ya kupita, wakatoboa dari. Walipokuwa wanamshusha, Biblia inasema alipoiona imani yao. Mpendwa, Mungu anataka ione imani. Faith is our currency to download our spiritual blessings, to rebuke spirit of death and to turn those spirit of death into spirit of life. Mwamini Mungu. Mwamini Mungu. Unataka nilie kama Yesu? Mwamini Mungu. Mwamini Mungu. Alichosema nawe atakifanya, mpendwa, kitafufuka. No matter what you see now, kitainuka tena. There is power of resurrection of Jesus. Mwamini Mungu. 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 Na akikuchipusha, atakuchipusha kwa namna isiyo ya kawaida. Unaenda kuinuka tena. Ondoa kikwazo cha kutokuamini. Biblia inasema hawakuiona hiyo ahadi kwa sababu ya kutokuamini kwao. Ni kweli Lazaro amekufa. Ni kweli yuko kaburini. Ni kweli siku 4 zimekufa. Mpendwa, ni kweli afya yako imepigwa. Ni kweli hata daktari amesema unaumwa huo ugonjwa. Ni kweli hata daktari ameshasema kwa ugonjwa huu uponi. Ni kweli ameshasema, imepitishwa. Lakini Yesu hajasema you have the final word, final word, final word, and your word says amen. Dependable God. Katafute wimbo wa Sinach. God has a final way, has a final word for our life. Sijui ni ubirije uelewe. Yesu ni ufufuo na uzima, na kila aminie atafufuka. Badilika kwenye moyo wako namna unavyoamini katika nguvu za Mungu. Kuna kumwamini Mungu na kuna kuamini nguvu zake. Wanakutana na watu, umeokoka? Mimi naenda kanisani kila siku. Anaona ugumu gani kusema nimeokoka? Anaamini kuna Mungu, lakini haamini kuna kunini kuokoka. Halo. Mwamini Mungu, amini na nguvu zake, ndipo utaanza kuona mabadiliko kwenye maisha. Amini nguvu za Mungu zinaweza kuturn vitu. Anisa, Zekaria 4, na mabadiliko yanaanzia kwenye mioyo, sio kwenye maneno, kwenye moyo. Moyo ukibadilika, neno wali linabadilika liloko kinywani. Ukiniambia unampenda Yesu, kama itoki moyoni, nitajua. Utasema leo, kesho nitakuta unaongea vitu vingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kitabu kile cha Yohana 11 mstari wa 39 hadi 41, changamka mpendwa, usichoke. Muda wetu ni mchache, ndio maana natamani kila kitu nikimalize hapa. Amen kanisa. Kesho tuna ratiba ambayo ni ngumu, kwa hiyo natamani hichi kitu ukipate. Yesu akasema, liondoeni jiwe. Martha dada yake yule aliyefariki akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku 3. Yesu anaposema liondoeni jiwe, alikuwa anaongea kwa habari ya mawe ya aina mbili, wapendwa. Kuna jiwe kama jiwe lilokuwa limefunika kaburi la Lazaro. Tuko kanisa. Lakini kuna jiwe kama moyo usioamini. Halo.
Kuna jiwe kama moyo usiofanya nini? Mpendwa, mwakani majira kama haya utakuwa na ndoa yako. Mwalimu, yaani watatokea wapi? Mpendwa, mwakani majira kama haya utapakata mtoto. Mimi daktari alishasema mimi siwezi kupata mimba, visijui mirija yangu imefanya nini. Umeweka moyo wa jiwe. Kwa naongea na rafiki yangu Edna mwaka juzi. Mbona Edna, hizo vitu vinaenda kuisha rafiki yangu. Sasa hivi ndo ananishuhudiaga, sio mimi. Yeye ni shahidi, kama naongea uongo atanisaidia. Anasema, mwalimu, Lydia ulikuwa unaniambiaga, lakini nasema huyu Lydia hajui. Hajui extent inayopitia. Biblia inasema, "Mwaminini Mungu, aminini na maneno ya manabii wake." Nikiwa naongea hapo usiniangalie kama Lydia. Unanielewa kanisa? Ukiniangalia kama Lydia uliyemzoea, uliyesoma naye sijui darasa la ngapi. Ukiniangalia kama Lydia uliyezoea kusali naye kule ulikosali, na saa hizo alikuwa na madhaifu yake na anayo bado unayoyajua, wanasema hako sikale ka Lydia tu kanaongea. Yoshafat aliwaambia, walipoambiwa kwamba hamtahitaji kupigana, Yoshafati akuleta moyo wa jiwe. Akawaambia wana wa Israeli, "Mwaminini Mungu, aminini na maneno ya manabii zake." Unapomwamini Mungu na neno linaloachiwa kupitia kinywa cha watumishi wake, hakuna jinsi ambavyo huwezi kutoka. Narudia tena, hakuna namna ambavyo hutaweza kuvuka kwenye hiyo mauti. Ondoa moyo wa jiwe. Biblia inasema kwenye Zekaria mlango ule wa 7, Zekaria 7 mstari wa 12. Zekaria 7 mstari wa 12, nao unasema, "Naam, walifanya mioyo yao kuwa kama jiwe gumu, wasije wakaisikia sheria ya maneno ya Bwana wa majeshi aliyoyapeleka kwa roho ya mkono wa nabii wa kwanza. Kwa sababu hiyo ghadhabu kuu ikatoka kwa Bwana wa majeshi." Amina. Amen. Naam, walifanya mioyo yao kuwa migumu kama jiwe. Yesu anapokaa pale kwenye kaburi la Lazaro anasema, "Liondoeni jiwe." Unataka vitu vitokee, mtu wa Mungu, ondoa hilo jiwe la kutokuamini. Walifanya mioyo yao migumu kama jiwe. Hawakuamini maneno ya wale manabii wa kwanza. Una saa ya kukaa gume na milima iliyokaa mbele yako. Unabadilisha frequency kwenye moyo wako mpendwa. Ondoa hilo limoyo la jiwe ulopewa, si ulipewa na nani? Na si ulipewa kwenye mazingira gani? Mbona mama yako hakuwa hivyo? Mbona baba yako hakuwa hivyo? Wewe umeharibikia wapi mpendwa? Halo, ngoa hilo limoyo la jiwe. Unakaa unaanza kuyaambia matatizo yako, unayahorodhesha. Wewe sikia, who are you? Who are you before my Lord? Afu unagundua it is nothing. Unaeka cross. Tena uwe na kalamu nyekundu na kalamu ya blue. Narudia, kama kalamu nyekundu unaona kupotezea, chukua lile limaka pen kabisa likubwa lile lekundu. Unaliweka lile tatizo ni deni, unaliweka who are you before Jesus, unaeka cross. Unaweza usinielewe. Wewe anza hivi vitu mpendwa. Ni mtu amefungwa na tabia za uzinzi, unaandika fornication spirits. Who are you before the Lord? Unagundua Yesu ana nguvu kuliko hiyo fornication, unaeka cross. Unakuja sima roho ya ulevi, cross. Baada ya mwaka mpendwa, hakuna kitu kitakachokuwa kimebaki hapo. Hakuna kitu kitakachokuwa kimebaki hapo. Shida ni kwamba unaenda kindazindazi, unalia makamasi. Baba alituambia hapo, sio saa ya kutoa makamasi, ni saa ya kuya confront matatizo, ni saa ya kuiambia milima, who are you? Vaa moyo wa nyama Bwana, moyo ambao uko flexible. Ngoja nikwambie, mwanamke ukimwona alivyo mdogo akienda leba, anazaa mtoto, unasema mtoto amepita kwenye ile sehemu tunaoijua. Kwa nini? Mungu ametengeneza ile sehemu iko flexible. Inaweza kutanuka, inaweza kuachia. Be flexible. Kuwa na moyo ambao uko flexible. Moyo ambao ni kama moyo wa mtoto mchanga. Mtoto mchanga akiambiwa kesho nitakuletea gari, anajua gari litakuja.
Juzi nilikuwa nyumbani, jirani yetu Yolanda, unajua yule mpangaji wako huko pembeni, katoto kake kasema ndege ya baba yangu, ndege ya baba yangu. Nasema anasema ndege ya baba yake, na baba yake yuko nyumba ya kupanga. Mtoto ana moyo wa imani kwamba baba yake ni tajiri na anamiliki kute Mkristo. Ana limoyo la jiwe limekaa hapo. Sara anasemaga mambo ya magari. Ukimwambia kwamba na wewe unaweza kumikia ina gari fulani, sisi bwana ni wanani zile tupaso. Jamani, sipendi paso. Tia gari ya boss sijawahi kuiona. Kwanza najiulizaga imekaa hivi inaenda paso. Ina shape mbaya, sijui hata huyo Mjapani alipokuwa na design sio alikuwa anaidesignia nini. Basi mwenzangu, wewe unawaza kapaso. Ondoa moyo wa jiwe mpendwa. Nchi hii mpaka unapoiona Ibrahim kwa macho yako, nimekupa umiliki na kutawala. Ukikaa na hilo limoyo la jiwe mpendwa, utaishia tu kumiliki hapa, hautamiliki mbali. Ondoa huo moyo wa jiwe, anza kuona ahadi za Mungu kwenye maisha yako. Anza kufurahi. Mungu anasema atabadilisha mioyo ya jiwe iwe ya nyama. Tenga siku, jiombee. Jifanyie deliverance ya kung'oa moyo wa jiwe upewe moyo wa nyama mpendwa. Moyo ambao uko tayari kukubaliana na mabadiliko. Kwa kuambia acha hii biashara umeifanya muda mrefu haikupi faida, unasema lakini mimi nilizoeaga hii Mungu, siwezi kutoka hapa. Mshukuru Mungu na uamini kuwa anaweza kufungua kutoka nguvu ya roho ya mauti. Hii tunaipata kwenye Yohana 11 mstari wa 41 na 44. Yohana 11:41 mpaka 44. 1:41 mpaka 44, nayo inasema, basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Nami nalijua kuwa wewe wanisikia siku zote. Lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria, nalisema haya, ili wapate kusadiki kwamba ndiwe uliyenituma. Naye akiisha kusema hayo, akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku nje. Akatoka nje yule aliyekufa, amefungwa sanda miguuni na mikononi, na uso wake umefungwa leso. Naye Yesu akawaambia, mfungueni mkamwache aende zake. Amina. Amen. Yesu kabla hajamuita Lazaro alishukuru. Alishukuru. Akamwambia liondoeni jiwe. Alo. Unapopita unaiona kabisa roho ya mauti imekaa kwenye maisha yako, usilaumu mpendwa. Mshukuru Mungu. Tenga muda wa kumshukuru Mungu. Yesu hakufika pale tu kwa sababu ana nguvu aseme sasa nimefika hapa, Lazaro toka. Toka. Lazaro njoo. Alishukuru. Alimshukuru Mungu. Itufundishe na sisi kuwa watu wa shukrani kwenye kila situation. Usilalamike mtumishi. Malalamiko yaliwaponza wana wa Israeli wakafia jangwani. Hautaki ufie kwenye hiyo mauti. Wajapokuangusha utasema kuna kuinuka tena. Mshukuru Mungu. Aliposhukuru akamwita Lazaro kwa sauti, Lazaro, njoo huku nje. Kuna saa ukishamshukuru Mungu, Mungu atakuachilia nguvu ya kupiga ukunga na kuita vitu vyako vilivyopotea. Sio kama kuna mtu ananielewa hapa. Yaani umepita kwenye hiyo roho ya mauti kwa muda mrefu. Mungu akakufundisha tulivyojifunza hapa. Ukaanza kumwamini. Ghafla utasikia kuanza kuyaita yale mambo ambayo hayajaonekana kana kwamba yameonekana. Biblia inasema Ibrahim akiona hiyo ahadi hakusita kwa kutokuamini, akitiwa nguvu kwa imani, kwa kushukuru Yesu.
Unaanza kuita. Hata kama unaliona jangwa unaita maji mpendwa. Unaona jangwa kwenye uchumi, unaanza kuita maji. Mimi nitamiliki na kutawala. Mimi sitapungukiwa kitu. Maana Bwana ndiye mchungaji wangu. Usishangae kwa nini kila tukiomba huwa nawaambia jamani, it's time to declare. Kwa sababu kuna nguvu ya kuita mambo ambayo hayajatokea kana kwamba yametokea. Unapoita ulimwengu wa roho huwa unaitika. Ardhi inasikia, maji yanasikia, mbingu inasikia. Hakuna namna unaweza kuzuia sauti ya anayepaza. Batimayo alikuwa anatembea kwenye roho ya mauti inayoitwa upofu. Na sio alijuaje kwamba Yesu anapita hapa Yeriko mara ya mwisho anaenda kufa? Sio alijuaje? Aliita, Yesu mwana wa Daudi, unirehemu. Unirehemu. Wanasema, wewe nyamaza bwana. Unamsumbua. Yesu akasema mwacheni. Kiwango cha namna alivyopaza sauti kilimfikia Yesu na hakuna aliyeweza kumzuia Yesu kumsaidia. Kuna namna unatakiwa upazie sauti. Sauti unaipaza mpaka yale mavitu yanakuachia mwenyewe. Kwani unafikiri kwa nini kina Elisha walipopelekewa zile maiti za wale watoto? Elisha alipanda akalala juu ya yule maiti. Akahakikisha pua yake inaendana na pua ya marehemu. Si umesoma Biblia zenu? Elia alifanya hicho kitu hivyo hivyo. Kwani ulikuwa unafikiri alikuwa anafanya maigizo? Kuna namna kulikuwa kunatoka pumzi inaenda kwa yule marehemu. Kuna namna alikuwa anaiambukiza mpendwa. Amka huko ulikolala. Wakiwa wanapaza na wewe amka paza. Jaki upo. Jaki anasemaga shetani, si tumelala shetani anatujambia. Hello. Kuna siku mtu mmoja, si ni Da Glory, alinitumia clip kwenye wakati tunaomba maombi ya siku 90. Mganga mmoja aliokoka. Alikuwa shehe. Akawa anataja vitu wanafanyaga. Moja wapo ni kuwajambia watu eti. Call a spade a spade. Bro! We ukiamka kina Sara wale wenye cleanser tuna, ni tuna. Mwenye uko mwenzio kijambo kisha kupwa. Unapita unasema mbona haeleweki huyu? Mambo ya rohoni yanatambulikana kwa namna ya rohoni, mtumishi wa Mungu. Usipoelewa hivi vitu utashangaa. Mbona nimejipulizia perfume ya 200,000 lakini hamna mtu anayekupa mkono wa shirika hata mmoja? Kwa nini? Roho ya mauti inatembea na wewe. Na hujakubali kupaza sauti na kuinyamazisha. Kwa hiyo mauti imekuwa na nguvu kuliko roho ya uzima. Kanisa tupo. Nenda kwenye shule yako, unamiliki shule na mama Sarakikia. Paza sauti kwenye ile shule. Wewe shule, sikia neno la Bwana. Ninaendelea nguvu hata nguvu. Hakuna mtoto atakayepita hapa atakayekuwa kilaza. Unasema, unaisikizisha, unaiketisha. Sikia. Ukasome Zaburi ya 122. Anasema amani na ikae kwenye kuta zako. Kuna vitu tunatakiwa kuviketisha. Tumekaa hapa kwenye kongamano siku 3. Ukifika nyumbani mpendwa, acha undazindazi. Dada niwekee maji ya kuoga hapo. Unafika. Wangapi wana madhabahu nyumbani kwao? Tuliokoka. Tunapofika jambo la kwanza watu tunaenda kwenye madhabahu. Uko pamoja? Kaisalimu ile madhabahu ulioiaga jana. Madhabahu nimerudi. Unanitambua na mimi ninakutambua. Yote yaliyopita kwenye nyumba yangu mabaya na yanalifai, mazuri ninayasimamisha. Madhabahu, point of contact ni madhabahu. Kanisa tupo. Wewe unafika tu unaanza kula. Unafika tu unaanza kugombana na dada wa kazi. Sijui kwa nini mmeacha. Mbona mmeacha hapo sufuria iko hapo barazani? Wewe ukipita, ingia, kama hujaiona hiyo sufuria, nenda moja kwa moja madhabahuni, piga magoti, mwambie Mungu ninakushukuru, nimeenda rise again, nimerudi salama, nimekuja kusema asante Bwana. Nimekuja kusema asante. Alafu Mungu asema asante mwanangu kwa kunishukuru. Alafu unasema kwa mamlaka ya jina la Yesu naketisha amani.
Kama kuna uovu wote ulitokea huku kwenye nyumba yangu, uwe nullified kwa amani ya Kristo. Na iketisha ile amani iliyotoka nayo Konsolata, na iketisha hapa kwa jina la Yesu. Ule uzima niliotoka nao na uketisha hapa. Ukimaliza sasa, unaanza kupita, unaangalia mbwa wako anaendeleaje. Kuna nyau wangu ni mwizi, unaenda unamvizi tu, unamwangalia hivi, yule nyau mwizi yupo au ameenda wapi? Sio tuko pamoja kanisa? Paza sauti yako. Ketisha vitu kwenye kuta mpendwa. Tusipoketisha sisi, watatuketishia wengine. Uso umebeba utambulisho. Mojawapo ya eneo ambalo roho ya mauti inafanyia kazi, na ndio maana Yesu anataka watu wakifufuka wafunguliwe, ni eneo la uso. Halo, eneo la uso. Ndio maana huwa nawaambia mabinti, kabla hujaanza kulia nataka niolewe, nataka anza kuombea kibali uso wako. Na we mkaka, una hela, basi ombea hata uso wako wakupendage tu hivyo na umaskini. Japo kwa Yesu wewe ni tajiri eti. Amen. Huna hela. Kwa sababu anasemaga eti ukiwa na hela unapata mke bila shida. Ni kweli wa dada Sara? Unapata, lakini sio lazima awe mke mwema. Utapata mke utampata. Utapata mwanamke, sio mke. Ombea uso wako kijana. Kwani wewe hujawahi kusikia wale mama wanakuaga wajawazito wanawachukia waume zao? Baba akija amevaliwa sura ya kazi mzee. Halo. Kuna mauti kwenye ndoa zimeingia pale tu mtoto alipotakiwa kuzaliwa. Kwa sababu watu hawakujua namna ya kuomba. Wakakaa, wakaruhusu. Mama anajifungua, baba alishaondoka siku nyingi. Kaka Joshua alitufundisha. Kaka Joshua, Mungu anakuona. Eti kuna jambo mwanaume akilikosa huwa analitafuta kwa gharama yoyote. Kaka Joshua, mnazaa mtoto anakuja, anakuta baba alishaondoka siku nyingi. Baba, ombea uso wako baba. Tukikwambia njoo kwenye maombi hutaki. Mimi najua kila kitu. Kwani hivyo vitu wanafundishaga vipi vipya? Ima aliniambiaga semina za ndoa ni kitu kipi kipya kinafundishwaga huko? Kitu kipi kipya wanafundisha? Wababa. Ombea uso wako. Mfungueni leso. Kuna leso hapa tunaenda kuzifungua leo. Na hizo leso zikitoka mpendwa, utashangaa mabadiliko utaona kwenye vitu unavyofanya. Leso zinaenda kutoka. Lakini anasema fungueni na mikono yake. Anasema kamba za mauti zilinizunguka. Kuna watu mikono imefungwa, miguu imefungwa, ili wakae kwenye jeneza vizuri. Halo, mfungueni. Yesu aliwaambia nendeni mtamkuta yule mwanapunda, mfungueni. Kuna wanapunda hapa Mungu anahitaji kuwatumia, wamefungwa, wako kwenye makaburi. Wafungueni, mwamshe huyo dada hapo. Huyo aliyegeuka nyuma, Frida. Mfungueni. Fungueni na mikono, fungueni na miguu. Afu mwacheni aende zake. Halo. Kuwapi mauti kushinda kwako? Iwapi nguvu ya kaburi? Mungu anasema nitawakomboa kwa nguvu. Nataka uone mstari wa Hosea. Kwa nguvu ya kaburi. Kaburi la Yesu lilileta ukombozi kwenye makaburi yote yaliyotushikilia. Mikono yote iliyofungwa, Yesu aliwekwa pale msalabani, akapigiliwa misumari kwenye mikono yake. It was not just a sign, it was a sign of redemption. Kuna mikono ya watu ilikuwa inaenda kufunguliwa pale. Kuna mikono ya watu ambayo ikishika vitu havikai. Yesu akasema hii mikono yangu naiweka hapa ili waweze kufunguliwa. Kuna watu ambao
Miguu yao hatua zimefungwa, lakini miguu ya Yesu ilipigwa pale msalabani, damu ikatoka. Yesu alihakikisha kila eneo ambalo linakupa kitendea kazi linakombolewa. Miguu yake ilitobolewa, mpendwa. Joshua, naomba nitolee mimbara hapa. Miguu yake ilitobolewa, mikono yake ilitobolewa, uso wake alitemewa mate, ili uso wangu na wakwako upate kibali, mtumishi. Kichwa chake kilitobolewa na miiba, ili ufahamu wako na wakwangu urejeshwe. Karo, sisi si watumwa tena, sisi tu wana wa ahadi. Mauti ya Yesu imetutoa kwenye roho za mauti. Unahisi kibali chako hakipo kwenye eneo la Loti, come forward. Chap chap. Kuna sanda tunaweza, kuna leso tunaweza kuniondoa kwenye nyuso hapa. Naomba tuwahi. Saa ya ukombozi ni sasa. Saa ya ukombozi ni sasa. Saa ya ukombozi ni sasa. Wewe uliyebaki huko nyuma, naomba tuombe. Omba rehema kwa ajili ya watumishi wa Mungu hao. Ninaomba huo wimbo uende ngoma na kinanda. Kama gitaa linaweza kupigwa nitashukuru. Alafu ino ukiweza kutupigia ile, naomba utupigie. Tutapokuwa tunaabudu kwa staili hiyo, kuna malaika watapita hapa kufungua nyuso za watu. Na ukifunguliwa utajua umefunguliwa. Hiyo sanda ikiondoka utajua imeondoka, na utaanza kuona mabadiliko. Naomba tupate huo wimbo. Mwamini Bwana. Ondoa moyo wa jiwe. Things are going to change, my dear friend. Things are going to change. Mwaka 2018 tulikuja hapa na mtumishi wa Mungu Palanjo. Akaniombea. Nilikuwa natambaa kama nyoka hapo chini. Afu akawa anasema, mwangalie huyu dada alivyo kama bibi. Ni kweli, nikiangalia picha zangu za miaka 10 iliyopita, it's real, I was like an old person. Kwa hiyo ninapokuambia hivi vitu vipo, vipo. Mwamini Bwana. Mwamini Bwana. Mwamini Bwana. Wakati tunaabudu, tulia uweponi mwa Bwana. Usiimbe. Usiimbe. Wewe sikiliza wenzetu wanavyoabudu. Na sitaki nisikie sauti ya mwimbaji, nataka nisikie sauti nilizozitaja. Hata we mwimbaji, kama unasikia unapita kwenye kitu cha aina hiyo, njoo hapa.